Ndugu yangu kwa ukaribisho huu. Ndugu zangu waandishi, kwanza tunawashukuru kwa kuweza kufika hapa. Lengo ni kutimiza azma yetu hii. Imekuwa na mchango mkubwa sana katika mambo mbalimbali hususan ya kimichezo, na nyinyi mmekuwa chachu ya mafanikio katika nyanja zote. Kwa hiyo sisi kama Mafia Boxing Promotion hatuna budi kuwashukuru kwa jitihada zenu mnazozionyesha ili kuhakikisha kwamba mambo haya yanakaa sawa. Sisi Mafia Boxing Promotion tunaamini kwamba bila ninyi kujitoa tusingekuwa hapa leo, lakini ni moja ya mchango mkubwa ambao mmeutoa ninyi mpaka leo tunatajwa Mafia Boxing Promotion. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Karibuni sana. Tumewaita hapa leo, lengo ni kuwahabarisha tena Watanzania kwamba Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tunaingia katika msimu wa 8 wa knockout ya mama. Tumekuwa na msimu tulipoanza huko mwanzo mpaka kufikia leo season ya 8, tukiwa katika mafanikio makubwa sana, na haya pia yamechangiwa vile vile na juhudi zenu kama waandishi wa habari. Kwa hiyo leo tuko hapa kuwahabarisha Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tunaingia katika msimu wa 8 wa knockout ya mama, msimu ambao utakwenda kufanyika katika usiku wa tarehe 24 mwezi huu wa 4 katika ukumbi au viwanja hivi vya Ubungo katika soko la kimataifa hapo Ubungo. Nafikiri kila mmoja wetu anaifahamu sehemu hii. Kwa tarehe 24 ya mwezi wa 4 knockout ya mama inakwenda kufanyika hapa. Kutakuwa na ugeni mbalimbali kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi, lakini tutakuwa na special appearance vile vile katika usiku huu. Kutakuwa na burudani mbalimbali, mwanzo ni kabla na pambano. Kwa hiyo tunawaambia Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa ujumla wake kwamba tujitokeze kwa wingi sana, tujitokeze kwa wingi kuja kuwasapoti vijana wetu hawa ambao wanaipeperusha bendera ya Tanzania. Ni vijana wa Tanzania ambao wanakwenda kupambana na mabondia kutoka nje ya Tanzania. Of course lazima watahitaji hawa support sisi kama wapenzi. Kwa hiyo bila kuwa support hawa kidogo kutakuwa na jambo ambalo si zuri. Kwa hiyo tunaomba Watanzania wote ambao mpo ndani ya Tanzania na kwa ninyi ambao mpo nje ya Tanzania, mko nje mkoa huu wa Dar es Salaam, mnaweza pia mkashiriki hili pambano kwa kulipia vingamuzi vyenu vya Azam. Ilipia kingamuzi chako na imani kwamba bila shaka utakwenda kupata burudani iliyo nzuri ya aina yake. Kwa hiyo Tanzania mwe na habari hiyo kwa tarehe 24 ya mwezi huu wa 4 hapa Ubungo kwenye soko la kimataifa la Ubungo, Mafia Boxing Promotion katika msimu wa 8 wa knockout ya mama unakwenda kufanyika tukio kubwa sana la masumbwi, na tuna imani kwamba kwa maandalizi ambayo vijana wetu hawa wamepata chini ya walimu zao, hatuna shaka kwamba ushindi utakwenda kupatikana. Ni usiku ambao utasheheni mikanda ya aina 3 mikubwa kabisa. Tutakuwa nayo hapa ndugu yangu Omar Clayton atakwenda kutangaza ni mikanda ya aina gani na nani anakwenda kupigana na nani. Kazi yangu kubwa ni kuwaarifu tu wa Tanzania wajue hilo na kuwakaribisha wote tuje hapa kwa viingilio rafiki sana, ambapo ndugu yangu pia atakwenda kutangaza hapa. Mtakuja kupata burudani hii kwa kiingilio cha kiasi gani. Mambo yote haya yatakowaza ndugu yangu Omar Clayton. Na Mafia Boxing Promotion tumefanikiwa pakubwa sana toka tulipoanza misimu hii, msimu wa kwanza mpaka leo msimu wa 8. Kwa kweli ukiangalia records za mabondia wetu zimekuwa record ambazo zinakupa moyo na zinakufanya uweze kufanya makubwa zaidi, zinakuhamasisha kama msimamizi au kiongozi, basi uweze kuwekeza zaidi
ili vijana hawa waweze kufika mbali zaidi. Tumeanza nao vijana hawa wakiwa bado huko chini sana, lakini kadri tunapoandaa mapambano wanapata ushindi na wanakaa katika rekodi nzuri. Kwa hiyo kwa upande wa mafanikio, bila shaka tunashukuru kwamba tuko vizuri. Vijana hawa wakiangalia hivi sasa, kuna mabondia ambao wana nyota 2, 2.5, 3 mpaka 3.5. Mafia Boxing Promotion tuna bondia sasa hivi ambaye ana nyota 3.5, kijana wetu Salmin Kasim, ambaye pia nichukua nafasi hii kuwaambia Watanzania kwamba sasa hivi kijana huyu siku yoyote baada ya siku 2 nafikiri atakuwa safarini kuelekea katika kisiwa cha Guyana ambacho kipo ndani ya Marekani. Kwa hiyo atakwenda kupigana kule. Tayari ni mafanikio ambayo tumeyapata haya. Kama sikuwekeza kwa kiasi hiki, sidhani kama sasa hivi tungekuwa katika hali kama hii. Kwa hiyo kijana wetu Salmin Kasim anakwenda nchini Marekani kupigana, anakwenda kupeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia ranki za hawa bondia zinakuridhisha, zinakufanya uweze kuwekeza zaidi, zinakupa hamasa ya kufanya makubwa zaidi. Mafanikio makubwa sana tumepata kwa kipindi chote hichi kadri tulipokuwa tunaandaa haya matamasha. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi habari, ndugu zangu wa Tanzania ambao wanatufuatilia hivi sasa, tunawahabarisha tena kwa tarehe 24 tujitokeze kwa wingi sana kuja kwa support hawa vijana. Lakini pia tutakuwa ni wachoyo wa shukrani kama hatutaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na yeye pia amekuwa ni chachu ya mafanikio kwa hawa vijana wetu, lakini si mabondia wa Mafia peke yake, hata kwa wale bondia ambao wako nje Mafia Boxing Promotion. Mheshimiwa Rais amekuwa na mchango mkubwa sana kwa upande wa michezo kwa ujumla wake. Ni nyote ni mashahidi, tumekuwa tukiona Mheshimiwa Rais alikuja na goli la mama. Lengo lilikuwa ni kuwapa hamasa wachezaji wa mpira ili waweze kufanya mazuri zaidi, na tumeona kwa muda mfupi sana hata ukiangalia level au viwango au matokeo ya timu zetu za mipira zimekuwa ni tofauti na hapo zamani. Lakini pia hakuwaacha hivi tu watu boxing, na akaja na knockout ya mama vile, kwamba kwa kweli knockout ya mama na yeye akaweza kutia chochote kilichokuwa chake. Tumeona mabondia wamekuwa wakitoka hapa na pesa taslimu milioni 10, milioni 5, milioni 2. Kwa kweli ni mchango mkubwa ambao Mheshimiwa Rais ameuweka katika tasnia ya michezo. Kwa hiyo kwa nafasi hii vile tupende kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mchango wake mkubwa sana kuwezesha vijana, kuwatia nguvu, kuwapa hamasa ili vijana hawa waweze kufikia katika malengo yao. Nafikiri kwa haya ambayo nimeyazungumza, kama baadaye kutakuwa na maswali mtajaribu kusikiliza na kuweza kuyajibu, lakini kwa sasa hivi nitastop kidogo ili ndugu yangu wakaribishwe kuweza kutaja katika sehemu iliyobakia. Asante sana.